bila hatia. Ndugu zangu, antaqilu bihadaratikum sharifa hadhi, na kuhamishani kidogo kuizungumzia hadithi hii kwenye hichi kipengele. Nchi ya Irani kabla ya kuingiwa na maingilio haya ya Ismail Safawi aliyeingia kwa sura ya sunna kwenye nchi ya Iran, nchi ambayo ilikuwa imejaa ulama min ash-Shafi'iyya wal-Hanafiyya wal-Malikiyya, al-Imam al-Shirazi, al-Imam al-Asbahani na wengineo katika maimamu dhikham, maimamu wakubwa wametoka katika mji wa Irani. Na miaka hiyo ya nyuma ulikuwa ni mji ambao yusharu ilaihi bilbanan, ni mji unaoashiriwa kwa vidole, ni nchi inaashiriwa kwa kheri, inaashiriwa kwa mazuri. Al-Imam Shirazi Shafi'i, hili bahari la elimu al-Imam Shirazi, hadha min al-Iran au min Iran, anatokea katika nchi ya Iran, Furs. Hii ni miaka ya nyuma sana, mpaka mwaka 1900 na kitu, mpaka mwaka 1090 alipokuja kuingia bwana mmoja aitwaye Ismail Safawi, akauleta utawala wa Safawia katika nchi ya Iran. Mwanzo wa historia yake alikuwa ni Sunni, kwa sababu kipindi hicho utawala ulikuwa ni utawala wa Dawlatul Uthmaniyya, utawala wa Uthmani Empire uliokuwepo Uturuki kabla ya kuharibiwa na Ataturki alayhi min Allah ma yastahiqu. Ismail Safawi aliingiza katika nchi wa Irani, akaanza harakati polepole, wa adkhala at-tashayyu'a fi Iran, akaingiza ushia katika nchi ya Iran, akaanza kunyanyua sha'nu ahla bait Rasulillah, akaanza kulinyanyua jambo la familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia vile vile wayuhinu amra sahaba, na akaanza kulidogosha jambo la masahaba, wakina Abu Bakar, wakina Umar, wakina Uthman, wakina Talha na wengineo. Sumu hii imekuja kuzaa watawala mbalimbali mpaka huyo aliyeondoka Ayatullah al-Khomeini alayhi min Allah ma yastahiqu. Ndugu zangu, tunazungumza historia hii wa nahnu ala dhukrin, tukiwa na kumbukumbu zilizokuwa thaqiba, tunayaona yanaendelea kwenye ulimwengu wa leo hii. Msije mkaisahau historia hii. Ismail Safawi ili kupata nguvu katika nchi ya Iran, qatala ulama, aliua wanawachuoni, alibadilisha madarasa mbalimbali ya kiilmu. Utawala wake na waliokuja baada yake walibadilisha Iran na kuwa ni biladu tashayyu'i, ay biladu al-majusi, ni nchi ambayo imejaa umajusi wa kishia. Mashafii waliokuwemo ima waliuliwa, ima wengine walikimbia nchi. Mji ukabakia tahira, ukabakia msafi bitashayyu'i. Waliokuwa watu wa sunna wakauliwa katika nchi ya Iran. Na mimi ninakupa challenge ndogo tu, ninakupa challenge ndogo tu kwa wakati huu. Una simu yako, una marafiki zako wanasoma Iran, wa Tanzania wasiokuwa wa Tanzania, fas'aluhum, waulize aina tujadu masajid ahli sunna, aina tujadu masajid ahli sunna, misikiti ya watu wasiokuwa Shia inapatikana wapi katika nchi ya Iran? Misikiti yote hudimat, ilibomolewa, ima kubadilishwa madrasa mbalimbali. Madrasa iliyokuwa maarufu Madrasatul Faruq